نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون. Enyi ndugu waumini, nakuhusieni nyinyi kama vile ambavyo naihusia kwanza nafsi yangu mwenyewe katika jambo la kumcha Allah, kwani kwa hakika kabisa wamefaulu wenye kumcha Allahu jalla wa ala. Ma zilna fi shahri dhil hijja, bado hatujawacha kuwa tumo ndani ya mwezi wa Dhulhijja, ukiwa ni mwezi miongoni mwa miezi mitukufu. وقد بدأ الحجيج يعودون من رحلة إيمانية مباركة طيبة، na ikiwa tayari wamekushaanza kurejea mahujaji kutoka katika safari ya kiimani yenye kubarikiwa iliyo nzuri kabisa, baada an shahidu manafi'a lahum, baada ya wao kuyashuhudia yale mambo yenye manufaa na wao, kama qala Allahu jalla wa ala, kama alivyosema Allahu jalla wa ala, liyashhadu manafi'a lahum, na waje hapa waja wake kwa ajili ya ibada hiyo ya hija. Liyashhadu manafi'a lahum,
ili wao waje washuhudie mambo yenye manufaa na wao. Wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na ili wapate kulitaja jina la Allah katika siku zijulikanazo. Hiyo ni aya katika suratul Hajj nambari 28. Ndugu zetu ambao Allahu Jalla wa Ala amewapa taufiki kwenda kuyashuhudia mambo yenye manufaa na wao, kama Allahu Jalla wa Ala alivyosema kwenye aya hiyo, wameanza kurudi. Ma a'dhama hadhihi an-ni'ma, ni ukubwa ulioje wa neema hii ambayo Allahu Jalla wa Ala amewaruzuku wao, amewawafikisha wao, amewapa taufiki kwenda kuyashuhudia mambo yenye manufaa na wao. Ma a'dhama hadhihi an-ni'ma alaihim, ni neema kubwa iliyoje juu yao. Falyahmadullah, kinachotakiwa kwao ni kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi an-ni'ma, juu ya neema hii ambayo Allahu Jalla wa Ala amewaneemesha. Waliya'lamu anna dhalika min fadli llahi subhanahu wa ta'ala, na pia wajue kwamba hiyo ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha'u, na Allah humpa katika fadhila zake amtakaye. Wallahu dhul fadli alazim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadhila nyingi mno. Mamilioni ya Waislamu waliokuwemo katika ulimwengu huu wametamani na kwa shauku kubwa mno kupata fursa hiyo ya wao kuhudhuria katika nyumba ya Allah kwa ajili ya ibada ya hija, liyashhadu manafi'a lahum, wende wakashuhudie mambo yenye manufaa na wao. Lakini Allah Jalla wa Ala hakuwakadiria, hakuwapa taufiki. Wangapi miongoni mwa waja wa Allah, tena wenye mali nyingi mno na afya zawaruhusu kabisa nzuri, na pengine wamekwisha jiandaa maandalizi kwa ukamilifu, kwa maana wao wanakwenda kuhudhuria katika ibada ya hija, lakini lam yuwaffaqu, hawakupewa taufiki na Allah, hawakuweza kuitekeleza ibada hiyo. Wewe ambaye Allahu Jalla wa Ala amekuchagua akakupa taufiki, ukaenda ukatekeleza ibada hiyo, hii ni miongoni mwa fadhila za Allahu Jalla wa Ala. Umhimidi sana, kwa sababu kama ni mali, wapo waliokuzidi katika mali; kama ni afya, wapo waliokuzidi katika afya nzuri; na kama nia, wako wengine walikuwa na nia madhubuti kabisa, lakini Allahu Jalla wa Ala hakuwakadiria wala hakuwapa taufiki hiyo. Na muda mfupi tu uliopita nyuma, wewe na wao mlikuwa sawa sawa katika mlango huu, nyote hamkuwa mmefanya ibada ya hija, lakini sasa mambo yamegeuka. Wewe umekuwa ni mwenye kufanya ibada hiyo, umetofautika sasa na wao. Hii ni fadhila kubwa miongoni mwa fadhila za Allahu Jalla wa Ala aliyowaruzuku wale waliopata bahati hiyo. Hiyo ni bahati ya kipekee, pamoja na kwamba pengine mtu amekuwa nayo mali au hakuwa nayo mali, ni taufiki tu ya Allah. Amejitokeza mwingine mwenye wasaa wake, mwenye mali yake, akamuuliza tu ndugu yake, ushahidi we? Amie bado, basi jiandae. Kisha Allah akampa taufiki, akamwandalia safari. Kisha mja wa Allah akajikuta na yeye yumo, hakulalia, hakuamkia, bali hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha'u, Allahu Jalla wa Ala
humpa fadhila zake amtakaye katika waja wake. Basi aliyepata fadhila hiyo na amhimidi Allah sana juu ya fadhila hiyo aliyopewa na Allahu jalla wa ala. Ayuha alhujjaj, enyi mahujaji, i'lamu anna min a'zami ni'amillahi ala 'abdihi, jueni ya kwamba miongoni mwa zilizo kubwa sana katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo juu ya mja wake, an yuwaffiqahu liadai faridati alhajj, ni kule Allahu jalla wa ala kumwafikisha mja wake kwenda kutekeleza fadhila za hija, wa an yauda min baitihi alharam, na kisha mja huyu wa Allah kurejea nyumbani kutoka kwenye nyumba ya Allah tukufu. Wa qad ghufirat lahu dhunubu, anarejea akiwa amesamehewa madhambi yake. Wa tahurat sahifatuhu, na sahifa zake zimetoharika, anarejea akiwa msafi kabisa mweupe. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, man hajja lillahi, mtu yoyote yule atakayefanya ibada ya hija kwa ajili ya Allah, iwe nia yake ni kwa ajili ya Allah. Man hajja lillahi, yoyote yule atakayehiji kwa ajili ya Allah, walam yarfuth, kwenye ibada yake hiyo ya hija ikawa hakutamka maneno machafu, walam yafsuq, na wala hakufanya uasi, hakufanya ufiski, rajaa kayaumin waladathu ummu, mja huyu anarejea nyumbani kama siku aliyozaliwa na mama yake, mweupe pepepe, akiwa hana madhambi. Ni bahati kubwa iliyoje! Hebu ni arejee tena maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema man hajja lillahi, mtu yoyote yule atakayehiji, atakayefanya ibada ya hija lillahi, ikawa nia yake ni safi, kafanya kwa ajili ya Allah, falam yarfuth, ikawa hakutamka maneno machafu, walam yafsuq, na kwenye ibada yake hiyo hakufanya uasi. Nini anapewa mja huyu? Kitu gani anapewa mja huyu? Rajaa kayaumin waladathu ummu, mja huyu anarejea kama siku alozaliwa na mama yake. Baada ya neema hiyo kuna neema nyingine, akiwa mweupe hana madhambi. Yule aliyeruzukiwa na Allah haoni kwamba hiyo ni fadhila kubwa miongoni mwa fadhila za Allahu jalla wa ala aliyoruzukiwa? Basi katika ibada hiyo, kama Allah alivyosema, liyashhadu manafi'a lahum, waje washuhudie mambo yenye manufaa na wao. Miongoni mwa mambo makubwa yenye manufaa na wao ni wao kupata bahati hii, na iwe mtu hija yake safi, ameifanya lillah, na awe amejiepusha na yale yaliyokatazwa katika mambo ya hija. Mbona anarejea vingine mja huyu? Na hii ni fadhila ya Allah, miongoni mwa fadhila nyingi za Allah. Na kwenye ibada hii ya haji, alhajju durusun wa ibar, ibada hii ambayo ina masomo mengi na ina mazingatio mengi mno na ina faida nyingi sana na fadhila nyingi mno, miongoni mwa mambo ya kipekee walioyapata wale waliokwenda kufanya ibada hiyo ya haji ni kupata bahati ya wao kwenda kusimama pahala paitwapo Arafa. Anasema al-Imam al-Auza'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, al-Imam al-Auza'i anasema adraktu aqwaman, mimi nimewadiriki watu, nimeishi na watu, nimewaona watu yukhabbiuna alhajati liarafa, watu hao wana shida zao mbalimbali,
masalafi hao nimewadiriki, nimewaona, nimeishi nao. Yukhabbiuna alhajati li'arafa, kama wana haja zao mbalimbali, wao walikuwa wakizilimbika, wakiziweka haja zao, wanavizia siku ya Arafa, wakapeleke haja zao, wakalie vilio vyao, wakaombe dua zao kwa Allah siku ya Arafa. Wakifanya hivyo as-salaf salih, hii ni kuonesha namna gani wao walivyoelewa nafasi ile ya Arafa, na namna walivyokuwa wakiililia, na namna walivyokuwa wakiilimbikizia haja zao. Al-Imam al-Auza'i anasema hivyo, nimewaona watu, nimewadiriki watu, yukhabbiuna alhajati, wakiziweka, wakizilimbikiza haja zao mbalimbali, li'arafa, kwa ajili ya siku ya Arafa, liyasalu Allah biha, ili wakamuombe Allah hapo wakiwa Arafa. Ni nafasi ya kipekee walioipata ndugu zetu walioruzukiwa na Allahu Jalla wa Ala, wakenda katika ibada ya hija, wakadiriki pahala hapo ambapo Mtume amesema alhajju Arafa. Laqad rawa Abu Ya'la wa Ibn al-Mubarak min hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, amesimulia Abu Ya'la kadhalika Ibn al-Mubarak kutokana hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu أنه صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفات. Wamesimulia hao kwamba Mtume katika hija yake alisimama kwenye viwanja hivyo vya Arafa. Ni nafasi ya kipekee katika umri anayoipata mtu pahala hapo. Mtume alisimama hapo hata kadati shamsu an taub, mpaka jua likakurubia kuzama. Qala, kisha Mtume akasema kumwambia Bilali, ya Bilalu, ewe Bilali, ansit li an-nas, hebu ninyamazishie watu, waambie watu wanyamaze. Faqama Bilalu wa qala, Bilali akanyanyuka akasema, ayuha an-nas ansitu li rasulillah, enyi watu nyamazeni kwa ajili ya mtume wa Allah. Fanasata an-nas, wito mdogo tu, watu wote wakanyamaza kimya. Wanajua makamu ya Mtume, na wanajua makamu ya pale walipo, na wanajua kuna faida kubwa pengine Mtume anataka kuitoa. Watu wakanyamaza kimya. Faqala, Mtume akawaambia, atani Jibrilu anifa, hivi punde tu amenijia Jibril. Habari hii nataka nikupeni mliosimama katika viwanja hivi vya Arafa, mlioko hapa Arafa. Atani Jibrilu anifa, punde tu Jibrili amenijia, wa aqra'ani min rabbi salam, akanitolea salamu kutoka Mola wangu. Wa qala, kisha Jibrili akanambia hivi, inna Allaha ghafara li ahli al-Arafat wa damina anhum at-tabi'at, hakika Allah amewasamehe watu wa Arafat walioko Arafa, amewasamehe. Huu ni ujumbe kutoka mbinguni, umekuja punde na Jibril. Nikupeni habari hizi, inna Allaha ghafara li ahli al-Arafat وضمن عنهم التبعات. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akanyanyuka baada ya kusikia maneno hayo, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahadha lana khasa, ujumbe huu, habari hii kutoka mbinguni ni yetu sisi special maalum, masahaba zako ni sisi tu, huu ni ujumbe wetu tu? Qala, Mtume akajibu akamwambia, hadha lakum, hii ni kwa ajili yenu nyinyi masahaba zangu, waliman ata ba'dakum, na yoyote mwingine atakayekuja hapa baada yenu nyinyi, ila yaumil qiyama, mpaka kiyama kitasimama. Kila atakayekuja hapa basi ujumbe ndio huu, inna Allaha ghafara li ahli al-Arafat wa damina anhum at-tabi'at. Umar akasema, kathura khairullahi wa tab, zimekithiri khairi za Allah, zimekuwa nyingi mno, watab, na kwa hakika ni jambo zuri mno. Basi hongereni enyi ambao mmepata fursa hiyo, na Allahu Jalla wa Ala tumuomba atunze ibada yenu hiyo na awape taufiki na akubali ibada yenu hiyo. Nas'alullah at-tawfiqa wa thabata. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحجاج، أني محجاجي، ما ظنكم بربكم الكريم؟ ni ipi dhana yenu sasa kwa Mola wenu mkarimu baada ya nyinyi kurejea? Mmekwenda pahala hapo, tiftum baita Allah, mkazunguka nyumba ya Allah, sa'aitum baina Safa wal Marwa, mkafanya sa'i, mkenda baina ya Safa na Marwa, mkiomba dua, mmekwenda mkirudi huko. Watu nyinyi mmefunga safari kutoka majumbani kwenu kwa uzito na wepesi kwa ajili ya Mola wenu. Pale mmefanya ibada hiyo, mmezunguka al-Kaaba, pale mmekwenda sa'i baina Safa wal Marwa, kisha mmekwenda zenu nyinyi kulala Muzdalifa chini kabisa. Kisha baada ya hapo mmeamkia Mina. Watu nyinyi mmenyoa nywele zenu, watu nyinyi mmetupa vijiwe katika majamarat, watu nyinyi mmesoma Qur'ani, watu nyinyi mmefanya ibada mbalimbali, tena mkishuhudia kwa macho yenu Kaaba ya Allah, mkapita kwenye athar alizopita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ma dhannukum bi rabbikumul karim? Sasa dhana yenu ni ipi kwa Mola wenu mkarimu? Dhunnu bi rabbikum khaira, mfikirieni, mdhanieni Mola wenu khairi. Ahsinu adhanna bi rabbikum, ekeni dhana nzuri sasa kwa Mola wenu, kwamba Mola wenu amekukubalieni ibada yenu. Sasa mdhanieni vizuri. Mkiweka dhana yenu nzuri, basi Allahu jalla wa ala anasema katika maneno yake matukufu, hadithul qudusi aljalil alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, ambayo ameisimulia Imam Bukhari na Muslim. Allahu jalla wa ala anasema, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko mbele ya dhana ya mja wangu, wa ana ma'ahu, nami niko pamoja na mja wangu, idha dhakarani, anaponikumbuka mimi mja wangu. Fa idha dhakarani fi nafsihi, mja wangu anaponikumbuka mimi ndani ya nafsi yake, dhakartuhu fi nafsi, na mimi Mola wake namkumbuka mja wangu ndani ya nafsi yangu. Wa in dhakarani fi mala'in, mja wangu akinitaja mimi kwenye kundi la watu. Wewe ambaye umefunga safari kwenye kundi la watu, ukawa wamwambia Mola wako, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, ma dhannuka bi rabbikal karim? Mola wako ambaye anasema, in dhakarani, idha dhakarani fi nafsi, fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa in dhakarani fi mala'in, akinitaja mja wangu kwenye kundi la watu, dhakartuhu fi mala'in khairun minhum, mimi nitamtaja mja wangu huyo kwenye kundi lililo bora zaidi kuliko kundi hilo alilonitaja yeye mbele yao. Wa in taqarraba ilayya bishibrin, na ikiwa mja wangu atajisogeza karibu kwangu mimi kwa shubiri moja tu, taqarrabtu ilayhi dhira'an, mimi nitajikurubisha kwa mja wangu kwa dhiraa nzima. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, mja wangu akijikurubisha kwangu kwa dhiraa moja tu, basi mimi taqarrabtu ilayhi ba'an, mtamuendea kwa pima nzima. Wa in atani yamshi, akinijia mja wangu anatembea kwa miguu, ataituhu harwalatan, mimi nitamjia mja wangu kwa mwendo wa kusprint, wa kuchupa. Sasa weka dhana nzuri baada ya kurejea katika ibada hiyo kubwa mno, na kisha usidhani kwamba ibada ya hija ndiyo mwisho wa mambo. Hiyo sasa ni mlango wa kufungua marhala nyingine, marhalatu jadida, marhala mpya kabisa. Wafungua sasa marhala hiyo litaa, kwa ajili ya utiifu. Sasa ndio wahitaji istiqama zaidi, sasa ndio wahitaji utiifu zaidi, pahala ambapo Mola wako amekufikisha. Mamilioni ya Waislamu wanapatamani pahala hapo, mabilioni ya Waislamu wanapalilia pahala hapo, na wao wafike, wapeleke haja zao, wakafanya ibada hiyo, wapate neema hizo, washuhudie manafia lahum. Bado hawajapewa na Allahu nafasi hiyo. Wewe Allah kesha kuweka kwenye platform nyingine. Sasa
umerudi ukiwa salama. Sasa mhimidi Allah sana juu ya neema hiyo, na sasa yatunze vizuri mno yale ambayo Allahu jalla wa ala amekuwafikisha. Ndugu zangu Waislamu, hii ni safari ya kipekee, rihlatun imaniyatun mubarakatun tayyiba, safari ya kiimani yenye baraka tele, iliyo nzuri kabisa, yenye kubarikiwa mno. Ina mambo hii mengi mno. Yalaiti mahujaji wangekuwa yanasoma kwa utuo kabla ya kwenda, na wakirudi sasa ikawa wamepata zile durusun wa ibar, mambo yangelikuwa ni mengine katika mujtamaa wa Kiislamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka tawfiq at-ta'a wa bu'd al-ma'siyah wa sidq an-niyyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.